Lakini leo tunahangaika katika haya kutafuta ucha Mungu, na tunahusiana ucha Mungu na tunaupenda ucha Mungu, lakini kama hatuna chombo cha kuubeba ucha Mungu hatuwezi kuwa wacha Mungu. Baadhi yetu tayari tushajitakasa kwamba yeye anajiona ni mcha Mungu kwa kuswali kwake sana, kufunga kwake sana, anajisabu ni mcha Mungu. Na hakuna mtu asiyeupenda ucha Mungu. Waislamu tunaupenda ucha Mungu sana, kweli si kweli? Tunapenda tu wacha Mungu, lakini unapoulizwa swali moja, unapenda uwe mcha Mungu, chombo cha kuubeba ucha Mungu nacho ni chombo gani? Chombo cha kubeba ucha Mungu ni chombo gani? Lazima tutambue kwamba chombo kinachoweza kubeba ucha Mungu ni imani. Imani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya salam. Sallamta bisalam wa salam fi salam salam ya salam. Nahmaduka ya jalil. تجللت بالجلال والجلال في جلال جلالك يا جليل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفي القلوب من السكر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وشفيعنا ومصطفانا محمد بن عبد الله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، واسلام، أما بعد نشكر الله سبحانه na kumtakia ziada rehema mtume wetu Muhammadin sallallahu wasallam alayhi. Kwanza kabisa tumshukuru Allah jalla jalal kwa kutujalia kuweza kuswali salatu Jumaa. Hapa kila mtu ameacha kazi zake na mishughuliko yake mbalimbali, akajua kwamba muda huu ni muda ambao wa kwenda kujionyesha kwamba mimi ni dhalili mbele ya Allah. Akaacha shughuli zake, akafika katika nyumba tukufu ya Allah na akaliweka bapa lake la uso kwa kujionyesha kwamba yeye ni dhalili. Hii sio ujanja wako, isipokuwa Allah amepanga leo wewe uweze kutengeneza mazingira hayo yatakayokusaidia wewe mwenyewe. Ndugu zangu, kuna wenzetu hivi sasa washaandaliwa, wako ndani mwa sanda hivi sasa, wanataka wapeleke barzakh. Kuna wenzetu hivi sasa wengine ndio wanaingia kwenye sakaratul mauti. Kuna wenzetu hivi sasa wengine ndio wako kwenye ajali, bi maana pengine ya gari au ya ndege
ya meli, wanaangaika ndani mwa maji, hawajui washike wapi. Sisi tuko hapa, tuko katika uhuru mkubwa wa Allah. Ukiona umepata fursa kama hii moja wapo tu, ni wajibu kwako kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kusema alhamdulillah. Ndugu zangu Waislamu, umma wa Mtume Muhammad unatapatapa utafuta uchamungu. Tunahangaika, tunajipamba na uchamungu katika mavazi na maneno, lakini leo tunahangaika katika haya kutafuta uchamungu, na tunahusiana uchamungu na tunaupenda uchamungu, lakini kama hatuna chombo cha kuubeba uchamungu, hatuwezi kuwa wachamungu. Baadhi yetu tayari tushajitakasa kwamba yeye anajiona ni mchamungu, kwa kuswali kwake sana, kufunga kwake sana, anajisabu ni mchamungu. Na hakuna mtu asiyoupenda uchamungu. Waislamu tunaupenda uchamungu sana, kweli si kweli? Tunapenda tuwe wachamungu, lakini unapoulizwa swali moja, unapenda uwe mchamungu, chombo cha kubeba uchamungu nacho? Uchamungu hauwezi kutulia kwako bila kuwa na chombo cha kubeba uchamungu. Ili uwe mchamungu lazima uwe na chombo cha uchamungu. Chombo cha uchamungu jamii ya Kiislamu hivi sasa, idh ama ala nadhara, ni wachache walichokuwa nacho, ni wachache sana kuna chombo. Na ndio maana tunahangaika sehemu mbalimbali fi shatta almajalat. Lengo ni kuhamasisha, tuhamasishane Waislamu. Umma huu ndio umma wa mwisho wa Mtume Muhammad, lazima tuwe na chombo cha kubebea uchamungu. Ni chombo gani hichi? Chombo cha kubebea uchamungu ni chombo gani? Lazima tutambue kwamba chombo kinachoweza kubeba uchamungu ni imani. Imani. Jamii ya Kiislamu hivi sasa imani zimekuwa chache sana. Wewe si kweli? Ni kweli, imani zipo chache. Wataalamu wa tauhidi wanasema al-imanu yuzidu bi-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyah. Imani inakuwa kamili, inazidi kukomaa imani ikiwa mtu anajituma kweli katika taa, na hiyo taa yenyewe anafanya taa ya kweli ya kumtii Allah na Mtume Muhammad, anaonyesha dira ya kuonyesha kwamba mimi kweli niko ndani ya taa. Lakini wengi katika sisi, baadhi yetu, ile taa ni ndogo. Imani na mumkin, utakuta mtu anaswali juma mpaka juma. Inawezekana vile vile utakuta Muislamu anaswali swala tano, lakini swala tano anayoswali ni Muislamu anaswali swala ya kujizoesha yeye mwenyewe, sio swala analofundishwa. Ikiwa utaswali sana ya mazoea, umemwona babu na bibi wanaswali hivi, huwezi kufika kwenye hiyo daraja, na imani haiwezi kupanda. Uisome sana, uitekeleze swala kwa namna inavyotakiwa, hapa ndipo imani inavyokuwa, na unakuwa na imani madhubuti. Mahadhiri wetu kila wanaposimama wanasema usiku bitaqwa Allah, na usemi kumcha Allah. Ni kweli tunamcha Allah? Kumcha Mungu kweli tunamcha Mungu? Ucha Mungu ni kitu gani? Maana ucha Mungu ni ismu, sio fi'li. Unaposema ucha Mungu, nini mcha Mungu unamaanisha nini? Kuna ucha Mungu, kuna mcha Mungu, na kuna kumcha Mungu.
Uchamungu ni jina, sio kitendo. Mtume Muhammad anatuambia atakwa haula, uchamungu kwa hapa, hili jina, hili ni jina. Uchamungu ni jina. Ikiwa wewe unataka uchamungu lazima ukaribishe hapa na imani ndio iko hapa. Huwezi kubeba uchamungu bila kuwa na imani. La. Ndugu Muislamu, jamii ya Kiislamu inapoishi, angalia kwenye bahari. Mtu akipata homa kidogo, basi anaanza kumwisi jirani yake mzee hapa, yule mzee Juma. Mtu akiuma anaanza kutoa hisia hapa, yule mzee jana ananiangalia sana, mimi na wasiwasi naye. Hii inaonyesha namna gani imani zetu ni ndogo. Ibadatu Musami radhiyallahu anhu, wakati yuko ndani wa sakaratul maut, alimwita mwanawe kitandani, akawa anamwambia, mwanangu, hautoonja ladha ya imani. Ladha ya imani hautoiona hata taalama anna ma asabaka lam yakun yuftihaka. Hutoonja ladha ya imani mpaka ujue jambo lolote lililokupata lilikuwa sio lenye kukukosa. Wama yuftihaka lam yakun yusiba, na jambo lililokukosa halikuwa lenye kukupata. Ukitambua vitu hivi viwili, imani yako itakuwa ndani ya standard nzuri. Msalimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au tuonje ladha ya imani. Ni usia baba anampa mwanawe, sio sisi. Mtu anampa usia mwanawe, mwanangu usikose punga wale, piga dogoli. Lakini watu wadogo mashekwa chamungu watu dogoli ndio pige msikose kuendelea kupiga, ndio usio. Lakini hajui nini anachokisema huyu mzee. Anaona kwamba yeye kama anajiweka kwenye imara nzuri sana, lakini kumbe anajitengenezea mazingira mabovu. Lakini Ibadatu Musami anampa usia mwanawe mkubwa utakaokusha kwenye ulimwengu. Utoonja ladha ya imani hata taalama, mpaka utambue anna ma asabaka lam yakun yutia, kwamba jambo lililokupata halijakuwa lenye kukukosa. Ukiona mzee Juma amekufanyia jambo limekupata, basi mwe Allahu ndio amepanga wewe likupata. Sawa sawa? Wama yuftihaka lam yakun yusiba, jambo lililokukosa halikuwa lenye. Kuna wangapi hivi sasa Waislamu umekuja ugonjwa huu wa corona, kuna wangapi wameenda mbele ya Allah sababu ugonjwa wa corona? Sio wengi. Allahu jalla jalaluhu amepanga wale wataondoka kwa maradhi haya. Walijua kama wataondoka na maradhi haya, wale Allah amepanga jamani. Kuna watu wamepata ugonjwa wa corona lakini Allah hajawachukua, wamepona. Basi bali kuna wengine hawajapata kabisa, ndio tupo tuseme alhamdulillah. Ukiona jambo lolote limekupata, ujue Allah ameshapanga likupata. Unajani ile juu ya kanga, subhanallah, katoto kadogo tena juu ya bahari kinalia tu, na siku imepita anakuwa. Hebu jiulize tu hapo, ile mtoto alikuwa anakula nini? Kuna wanyama wangapi ndani ya bahari? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lazima Waislamu tunapoishi tujue kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayapanga, yeye kama yeye si hatuwezi kuingia. Ndio maana Allah alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal. Amri hii anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema ewe Muhammad,
lan yusibana, lan tadullu lilabadiyya qattu, lan yusibana, hakuna kitakachotupata. Waambie hawa, hakuna jambo litakalotupata sisi illa ma kataba Allahu lana, isipokuwa jambo ambalo litatupata lile ambalo Allah amelipanga sisi litupate. Kwa sababu gani? Allah huwa maulana, Mwenyezi Mungu yeye ndio mlezi wetu anayetulea sisi katika maisha yetu yote. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'min, na kwa Allah waumini wote wamtegemea Allah. Sababu unamtegemea mimi na kutegemea wewe, unatakiwa umtegemee Allah kila kitu unachoanzisha. Ndio maana watu wengi tunafeli mtihani. Mtu anaanzisha biashara hamtegemei Allah, anategemea mambo yake anayojua yeye mwenyewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia inatakiwa mtu unapofanya biashara basi uombe ridha kwa Allah. Rabbi, naomba ridha zako kufanya biashara, naomba mwongozo wako kufanya biashara. Kwa hiyo unapopata ile tatizo tayari na ukajua tatizo hili nimelipata kwa idhini ya nani? Ya Allah. Sasa inabidi nitafute njia kwa idhini ya Allah ya uluhiyatillah niweze kulitoa ile tatizo. Ndio Uislamu. Lakini kama hatujaishi Waislamu kwa maisha haya na kujua imani ina uthamani gani kwa Uislamu, hatutafikia kwenye daraja ya uchamungu, na uchamungu hatutakuwa na tutoka hivi kwa. Nitoe kanuni kuu 4, matukio manne ya mitume ya Allah alayhi salatu wasalam. Tukio la kwanza, narun lam tahriq Ibrahim, moto haukumuunguza Sayyidina Ibrahim. Kwa nini hujamuunguza? Bahrun lam taghriq Musa alayhi salatu wasalam, bahari haijamwangamiza Sayyidina Musa. Limadha? Shikirun lam tabtur Ismail alayhi salatu wasalam, kisu hakijamuua Ismail kuchimbwa. Kwa nini? Yulisi kwa nini? Hutun lam yakul Yunus alayhi salam, samaki chema hakuna. Kwa nini? Tumsalimu Mtume Muhammad. Yaani tuna raha sana Waislamu kama tutaishi hivi. Tuna raha kama tutaishi hivi, sisi wanamume na wanawake tukaishi maisha haya ya imani. Pengine kote tutapigana kuswali hivi na hivi, tujenge imani, tutaswali kisahihi. Tujenge imani, tutaisoma Qur'ani kisahihi. Tujenge imani, mwanamume atamheshimu mkewe. Tujenge imani, mke atamheshimu mumewe. Imani ina furuu ya kutengeneza mazingira ndani ya Uislamu. Ndugu zangu, kwa nini Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam hakuungua moto? Baada alipojitolea kupigania jihadi dini ya Allah, kutoa ule upumbavu uliokuwa ndani mwa ule mji wake. Baada ya kuvunja masanamu, makafiri wakasema Ibrahim lazima tumchome moto. Ushauri ulikuwa ni mwingi sana, lakini Ibrahim alayhi salam alikuwa hajui nini kinachoendelea. Walipanga wa sasa wamfunge minyororo, wakamuingiza shimoni, wamchome moto, wasimwone kabisa. Ndugu zangu, kilichotokea baada ya kumkamata Sayyidina Ibrahim, wakamuingiza ndani wa shimo, wakakata makuni kuyajaza. Hapo tunasoma imani jana. Angalia tukio hili. Wakawasha moto, Sayyidina Ibrahim yuko ndani ya shimo, hata kwa kukimbilia, makuni iko juu yake, moto unawaka. Lakini Allah jalla jalaluhu akatoa amri, akasema ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Taban, ewe moto kuwa amani na salama kwa Sayyidina Ibrahim. Lakini moto ulikuwa tayari ushakuwa na amani kabla Allah mwenyewe hakusema.
Mtume Muhammad. Moto ulikuwa tayari kutokumunguza kwa sababu uluhiyatullah, ule Mungu wa Allah ulikuwa ile huruma yake Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe tayari moto ulikuwa ushatii. Subhanallah. Mwenyezi Mungu alipotoa ile amri kuambia moto haujamunguza Sayyidina Ibrahim. Ibrahim anatoka shimoni, anajipangusa mavumbi, yani yale majivu. Wanashangaa Ibrahimu akungua kwa nini? Kul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal. Ndio hapa unapoulizwa Uislamu, man huwa Allah? Allah ndio nani? Yaani unapoulizwa Muislamu Allah ndio nani? Man huwa Allah? Subhanallah. Subhanallah. Wa minna, kuna baadhi yetu tunajua Allahu, qul huwa Allahu, qul huwa Allahu ahad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa adhihi Sayyidina Mtume Muhammad, alimpa mwambie wakafiri qul huwa Allahu. Lakini swali waliokuja nalo makafiri walikuja na swali la aina gani? Walimwambia man huwa Allah au walimwambia sifu lana rabbana? Sababu nzuri, makafiri walimwambia sifu lana rabbana, hebu tusifie Mola wako yuko. Ndio akasema Mtume kul huwa Allahu. Hakuulizwa man huwa Allah, la. أي شيء نعلم هنا أن سورة الإخلاص تصف من صفات الله عز وجل. الله أحد. قل هو الله inazungumzia sifa ya Allah kwamba Mungu ni huyu, hana msaidizi. ولكن نحن عندما نقول من هو الله، الله ndio nani؟ نعلم أن الله واحد. من هو الله؟ الله ndio nani? tunajua Mungu mmoja, ndio nani? Allah. Subhanallah. Hapa kujificha, hapa kujificha katika vitu vikubwa ambavyo vinavyojulisha Allah, vinavyojulisha Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani wa surati Yasin, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa subhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Hapa Allah إنما أمره كفى ومكفوفا على حصر بكفى ومكفوفا. إنما أمره إذا أراد شيئا في أي مكان كان، في أي شيء كان. الله يقول لك أنا كنتك أنا سمعت كن فيكون. إذا كان سأسمع نبي ونبي أو كما لا تبي. Lazima watu wangalini watanga maandalizi, wachukue maji ya moto, wakaanze waanze haya kumfanya kuwa hivyo hivyo. Hayo kumfanya kuwa hapa. Unaposema mtakupiga, hujampiga bado. Sifa ya mwanadamu hakuna kun fayakun. Katika uluhiyatullah hakuna kun fayakun. Uluhiyatullah ipo kun fayakun patikana kwa uluhiyatullah, sio mwanadamu. Katika
uluhiyatullah niyo inapatikana kun fayakun. Hata mimi hapo kile mashairi nenda pale, utakamana nenda pale, nitaanza kujiandaa kwanza. Ndio maana nasema subhana ametakasa Allah kwa sababu ile sifa hakuna mtu anaipata. Hata huyo mchawi anaanza kuoga na roga mrefu kweli na sio wewe. Wallahi ndio kwa sura sia. Muda mrefu na kutafuta kwa uchawi kupata leo, ulipata miezi hata miaka iliyopita. Kakutafuta chini kwa chini kakuwekea wajigani, katoka na mulinda na utakaye. Anja kumbaya kumbwa, muone. Mashine ilianza muda mrefu sana. Lakini mpaka imefika muda umetafuta mesaji ndio umepata. Kwa hiyo Sayyiduna Ibrahimu alayhi salamu ikawa imeshindikana kwake kuungua kwa sababu Allah tayari kashahukumu hiyo. Kwa hiyo sisi lazima haiwezi kutukuta jambo lolote isipokuwa Allah mwenyewe hapana. Iwe isiwe kama hajapanga Allah wewe huwezi kukuta. Haya ndio maisha ya imani ndugu zangu. Jambo la pili, Sayyiduna Musa alayhi salam hakuangamia kwenye bahari. Musa na Harun wameenda kwa Firaun, wameenda kumlingania, wameaminiwa kwamba Musa na Harun ni mitume ya Allah. Wanarudi sasa, Firauni anakuja na askari zake wanamkimiza Musa na Harun. Nazungumzia kile kitendo Sayyidina Ibrahim alichooteshwa na Allah. Basi Ibrahim aliposema lile neno, Ismaili aliposema lile neno, Ibrahim akachinja. Ibrahim anajua anamchinja mwanangu, kumbe anamchinja kashuni na nyanya. Anafungua macho anamwona Ismaili yule kule pembeni. Ilitoka kwenye mkono. Qul lan yusibana illa ma kataba Allah. Hakuna kitu kitakachotupata isipokuwa kile ambacho Allah amekipanga. Tukio la nne namalizia la hut, samaki ulechewa. Hakuna Yunus, hakuna. Alipochemka bwana Dhanuni alienda kuigania dini ya Allah. Alipotoka kule kwa ghadhabu anarudi, watu wamerudi. Na hili nalo ni tatizo kwa watu wengi wa sasa hivi, wana hasira za haraka za kususa. Tunasusa sana. Waumini ndio kazi yao kuwauzi viongozi wa dini. Waumini ndio kazi yao kuwadharau viongozi wa dini. Hilo lipo. Na ukisusa utakutia dawa. Hapo utakutia dawa. Nimeona mimi mfano wa kawaida kule. Kuna mtu fulani, kuna mwalimu wa madrasa. Darasa kaliuza ile sehemu ya madrasa. Kwa sababu kwa kauza, tachukua mzigo wake kafungua dunia kwa sasa hivi. Anachukua mkokoteni. Atakudhalilisha. Ndugu zangu, ndani mwa lile jahazi wakawa wao wanapiga rambi yao, nani leo yaingizwe bahari. Kila kidogo inadondokea bwana Yunus. Bwana Dhanuni. Kila kidogo inadondokea bwana huyo. Yule bwana anasukuma kwenye bahari, anaingizwa kwenye bahari. Chewa akashabiwa, yani Allah akashamwambia chewa, fungua mdomo yule bwana kae huko. Nitia. Subhanallah. Asili anasukuma kuchewa na kafungua mdomo wake. Yule bwana anaingia ndio anachukua bahari kumelekea kwenye tumbo la chewa. Akawa anaishi. Kwa hiyo Yunus aliishi maisha ya visa vitatu. Visa vitatu. Kuna dhulma, ndio maana dhulumati ni visa. Vile ni vingi kuanzia viwili vitatu. Kisa cha kwanza, kisa cha bahari, kule chini kuna kisa kikubwa. Kisa cha pili kwenye tumbo la chewa. Kisa cha tatu cha usiku cha ulimwengu. Vikawa vinamfunika hivyo. Alipofunikwa, Dhanuni akajua kwamba mimi kweli nilikosea. Nifanye nini? Akawa analia katika tumbo la chewa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
min adh-dhalimin. Angalia ipo katika tumbo la tewa. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Dhannuni alipoondoka kwa ghadhabu, fadhanna fatayakkana fi qalbihi an lan naqdira alayhi, kwamba hatutomkadiria chochote, tukamwingiza kwenye tumbo la tewa. Fanada fi dhulumati, sio fanada fi dhulumati la, fanada fi dhulumati, akanaja kama anaita kuita Allah fi dhulumati, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu fastajibna lahu. Allahu akbar. Fastajibna lahu wa najaynahu min al-gham, fastajibna lahu wa najaynahu, tukamwitikia dua yake, maombi yake, wa najaynahu min al-gham, tukamwokoa na ile taabu anayoipata. Wakadhalika nunji mu'min, na vile ndio tutakapookoa waumini. Aya ambayo Allah amechukua hadi atawaokoa waumini ni aya hiyo, la ilaha illa anta subhanaka wakadhalika nunji mu'min. Na hivyo ndivyo tutakoa. Una matatizo, kithirisha kulisema hili neno la ilaha illa anta subhanaka. Wallahi thumma wallahi thumma wallahi, Mtume wetu Muhammad hatuisia sana tulisoma. Na hapa ndipo ilipopatikana salatu al-asr. Salatu al-asr tunaiswali, tukio mojawapo katika tarehe ni hili. Tunaiswali na kadhaa al-asr. Raka 4. Dhannuni alitemwa na tewa pembezoni mwa bahari. Allah alipomwambia Dhannun, alipomwambia tewa tumteme Dhannun, ametemwa wakati wa al-asr. Hakutema ya asubuhi, hakutema mchana. Dhannuni ametema wakati wa al-asr. Hapa ndio kuna hikma ya kuswali raka 4 salatu al-asr. Raka 2 za kwanza aliziswali Dhannuni kwa sababu gani? Na raka 2 za kwanza aliziswali Dhannuni kwa sababu gani? Zikawa raka 4, Mtume wetu Muhammad akakabidhiwa hizi 4 moja kwa moja kwamba sisi tuziswali hizi. Hii hikma kubwa. Ndio maana unaambiwa kiumbe wa kwanza aliyoswali salatu al-asr alikuwa nani? Dhannun, Yunus alayhi salatu wasalam. Inshallah Mwenyezi Mungu akipenda nitakuja kuwapeni filosofi kubwa ya hivi vitu. Kwa nini Dhannun aliswali raka 4? Na hizi raka 4 zilikuja vipi? Na adhuhuri kiumbe wa kwanza duniani alianza kuswali nani? Raka 2 za asubuhi alianza kuswali nani? Salatu al-maghribi aliswali nani? Hizi zote zina hikima zake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu akipenda, inshallah biidhnillah, akipanga siku Allah nini, nitawaambia gani kwamba leo nakuja sasa kutoa hivi vitu. Watu wawe wanaswali wanajua hili hapa ndio tukio fulani. Tumsalie Mtume Muhammad. Yaani unajisikia raha wewe kama unaswali na asili, unajua ndio muda huu. Na kifirisha sana muda wa asili, ukiswali kaa pembeni usisikilize watu wa madarushi hapo. Yani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yani sema sana baada ya asili ndio wakati wake. Wakitaka kufanya maombi yote kwa Allah muda huu, hususan siku ya Ijumaa, ipende sana hiyo. Baada ya asili usikimbie, kaa pembeni ipige Mungu alafu Mungu ajaongea. Waislamu tunajipoteza sisi wenyewe. Ndugu zangu, kwa haya machache naona nitakuchokesheni sana, ili ndio mambo mtokipokea. Lakini hikma kubwa tuondoke nayo leo, tuwe na imani ya kweli, tuzishike imani. Tunaenda tofauti, yani mtu anauma anashindwa kwenda kujitibu eti kwa sababu anasema imani yangu nitaikomboa. Hivi ndio kwenye dini ya Mungu. Narudia tena, unaenda pabaya, yani mtu anakomaza na ukienda kwenda kujitibu sehemu imani una na wewe kafiri. Uislamu haukusema haya. Unapoomba nenda katibiwe, umeomba katibiwe. Kuna wataalamu wanaweza kuvunja
nyota. Sio maana yake kwamba ukienda kujitibu eti wewe imani yako inaruka. La, haiko hivyo. Inshallah Mwenyezi Mungu akipenda hivi vitu nataka nijitoe nijuishe umma kwamba Mtume wetu Muhammad katuruhusu tujitibu. Unanielewa vizuri? Katuruhusu tujitibu. Sasa utataka mwenyewe kujitibu kutumia miti, kujitibu kutumia rukia, wewe mwenyewe utakapochagua. Ni hiari, sio lazima kwenda rukia au sio lazima kwenda kwenye miti. Mustafa kashamaliza. Mustafa kashamaliza. Tunamwogopea kule. Kwa haya ni muhimu jamii ya Kiislamu nayo itambue. Kuna siku moja nilizungumza pale msikiti wa Tinyango. Nilitoa dawa, kuna mtu mmoja wallahi baada ya kutoa hutuba alitoka nje alilia sana kwa Bwana. Baada hapo kumzunguka na unalia nini? Akamwambia shehe, kuna kitu kakizungumza ni kitu muhimu, mimi nilikuwa sijui. Wallahi nakwambia. Haya, tatizo anakwambia mimi mama yangu alikuwa anaumwa. Nimemaliza hospitali zote Dar es Salaam. Kuna siku moja kuna daktari mmoja akaniita pembeni akamwambia hivi, bwana wewe mama yako huyu ugonjwa kwa kusio, kamtafute mtaalamu yoyote anayejua dawa za kisiri za kiuchawi amtibu huyu mama. Daktari wa kizungu yule bwana akaenda kwa imamu wake msikitini kwenda kumwambia imamu, mimi bwana hivi mama hivi, lakini nimeambiwa nikamtafute mtaalamu wa dawa akamtibu. Amba sasa wewe kafiri, unaondoka kwenye ukafiri. Sasa ukafiri unaenda kwa mganga, ukafiri huo ni ukafiri. Da, hatuko hivyo, sio hivyo, hatuko hivyo, sio hivyo. Uislamu uko hivyo, hujakatazwa kwenda kujitibu. Ulikatazwa vitu vya damu hivi vya ajabu ajabu, hujakatazwa kwenda kujitibu. Mzee anaugua mwogo dawa yake kuvunja uchawi, ndio kuchukua mwogo kwa kaange, kuna kutoa uchawi na mwogo. Watu ndio walikuwa wanaishi. Sasa hili kunywa hiyo, angalia. Watu korona wanafunulia nyumba, wanafunulia. Niambie mtume hapo alifunulia nyumba. Si unasema dawa kisuna? Mtu tope. Dawa kisuna ile. Kuna vitu ambavyo pesa ni makuu. Avingia kilini. Lazima tukubali. Sayyidina Musa alimwambia Allah, alimuuliza Allah, vipi mtu anaumwa ugonjwa unaopata vipi? Na ugonjwa kutoka kwa mgeni kipanda basi utapata. Akabana. Sasa vipi tena mtu aje kujitibu? Akamwambia huyo anaenda kujitibu, dawa ndio inayomtibu, lakini kwenye dawa kuna uluhiyati. Ndani mwanao nini? Kuna Mungu wangu mimi, ni dawa inafanya kazi, inafanya kazi, dawa inafanya kazi kutokana na Mungu. Ndio maana leo utakapo kuitumia wewe na kuponyesha, ukitumia nini aliponyesha. Paka nikachukua dawa tatu na kutumia dawa nyingi. Kwa hiyo inshallah mimi niseme kwa haya machache, mashaikh wangu mtanisamehe sana kwa kuongea sana kwa tukesheni, lakini vile vile mimi bado ni mwanafunzi, sio shehe, haja kwenda shehe. Mimi bado mwanafunzi sana, bado nasoma mimi. Kwa hiyo inawezekana ikawa nimekosea leo, sema shehe hapa. Mimi bado mwanafunzi, bado nasoma hapa nilipo. Kwa hiyo kilichokuwepo kama kuna jambo lote nimelikosea, mtanisamehe, kwa sababu mwanadamu ni mtu ambaye dhaifu. Ukamilika nani? Wa Allah, Mwenyezi Mungu ndio ukamilika. Wa inshallah kwa haya machache ndio kuna wakati. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.